Mtazamaji, bado tuko maeneo ya Fayaz ambapo leo hii kampuni ya Jimbo Media ambao ni waigizaji wanaotuburudisha katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Leo hii basi tuko nao hapa wote tukiwa tunasherehekea ile siku ya Eid. Kama alivyokuwa kutangazia hapo awali, leo hii Mams Boy imekuja hapa na tumekuwa tukiongea na baadhi ya waigizaji wa Jimbo Media na pia mashabiki wale waigizaji wale. Na sasa hivi basi tuko naye ambaye si mgeni, amekuwa mwenyeji sasa katika kamera za Mams Boy Media. Mambo vipi? Poa. Uko poa? Salama. Pengine tukumbushe jina lako, unaitwa nani? Naitwa Sofirone. Sofirone. Yeah. Nadhani ni mtu ambaye ama ni mdada ambaye tumekuwa naye huko nyuma na sasa hivi basi tuko naye tena katika mazingira haya. Kwanza ni kushukuru kwa unatupa nafasi kama Mams Boy Media wakati tunahitaji. Wewe si wale wa kutafutwa na mtazamaji, wale wasanii ambao nimewaona wako rahisi katika kuelewa watu, si urahisi ule mwingine tunaofikiria, lakini ni urahisi katika kuelewa watu na kuwa kipaumbele katika kusaidia wenzao. Ni Sofirone, tulikuwa naye kule na sasa hivi basi wenzao wako kule, wenzake wako kule wana ardhi, lakini yeye ameamua kutupea muda na sasa hivi basi tuzungumza naye kwa ufupi zaidi ili na yeye tumpe muda na yeye akaonyeshe ama akatangamane na mashabiki wake. Sofi, mara mwisho tulizokutana ulikuwa unapanga kwenda katika harusi ya Beka Ruga. Yeah. Baada ya kupost ile video tulishoot, kuna mtu alituuliza mbona Sofi haja hype hii harusi ya Beka Ruga. Yeah. Tukaona siku ya mwisho kama harusi ni kesho, ndio ukatoa ile video ya kama crew ya Jimbo Media. Pengine kulikuwa na kikwazo gani ya wewe kuhype harusi ya Beka kama wenzako walivyokuwa wanafanya? Ile video haikuwa sijui eti kesho ndio ilikuwa harusi. Yeah. Ile video I think ilipostiwa 2 days before harusi. Lakini ilikuwa tayari tushaishoot kitambo kiasi. Kwa hiyo ni usimamizi ambao ndio ulikuwa bado hauja post, lakini ilichelewesha, lakini tulikuwa tushafanya. Alafu mimi ni mtu ambaye niko busy. Sasa ile time tulipokuwa pamoja ndio nilipata time ya mimi kuhype. Yeah. Kwa hiyo on your personal level pengine haukuonekana kwa sababu tuliona hata boss wako akipost akaandika pale ni harusi si harusi, vitu kama hivyo kuhype. Wewe hatukuona kabisa, ulikimya kabisa. Sasa nilikuwa nafanya nini? Mimi nilifanya video na nikatokezea hivyo. Nadhani hiyo kuhype haikuwa na umuhimu sana kama mimi kuwa pale. Mimi kuwa pale ndio ilikuwa na umuhimu mkubwa. Na tunafurahia kwamba ulikuwa pale. Yeah. Na sijui pengine ulitarajia nini na ulichokiona kilimit zile matarajio zako? Kila kitu kilikuwa sawa. Yeah. Kila kitu kilikuwa sawa. Except hakuna except, kila kitu ilikuwa sawa. Harusi ilienda vizuri, kulijaa. Kulijaa. Ilikuwa vizuri. Mimi furaha yangu ilikuwa ni kuona wale wawili wameoana, wanasherehekea, that's all. Ama mambo mengine sijui vipi haya. Sinayo. Gari ambayo uliingia nayo ilishtua mpaka boss wako anajua. Ile gari haikuwa ya kawaida. Yeah. Na shemeji yetu akaingia pale, na moja katika interviews ambazo tuliona ulifanya ni kwamba na nyinyi mlialika harusi yenu. Kwanza unajua wasanii nyinyi mna shida. Ni ukweli katika mahusiano wenu ama ni content? Na labda harusi ikoje? Mipangilio ya harusi ikoje? Mipangilio ya harusi sitosema sana, lakini Mwenyezi Mungu akiitikia, hajaitikia sahihi. Kwa sahihi bado, lakini akiitikia plan ziko. Lakini Mungu mpaka akubali. Kwa hiyo Mungu akiitikia tutaoana. Sasa hii akubali kwa sahihi, hajakubali nini? Hajakubali mahusiano yenu ama hajakubali muda, yani muda ukifika. Yani ile siku, tarehe, mwezi, mwaka, I don't know. Nakumbuka wewe ulisema ukinunuliwa gari tu Mungu atakuwa ameitikia. Wajua hiyo gari ni sababu, ni sababu, lakini ndoa ni jambo la kheri hata bila hiyo gari. Hata bila hiyo gari ikifika wakati wake, nikiona mimi mwenyewe niko tayari na mwenzangu yuko tayari, basi inshallah tutalipitisha. Na ikifika wakati wewe uko tayari, mwenzako hayuko tayari, nitampatia nafasi yake. Wajua ndoa ni kitu kizito. Kwa hiyo afadhali sote tumetiania kwa kwamba tunalitaka hili jambo, lakini mmoja akiwa yuko na mwingine ndio nauliza, labda umetokea nafasi wewe uko tayari kuolewa
na imani kuna wengi sana sasa hivi wanatamani wapate hiyo nafasi. Na itokee naye mwenzetu mlamu wetu Eko hayuko tayari. Je, pengine utazidi kumvumilia ama utatafuta plan B sasa? Sasa hiyo itategemea na nitakuwa kwa situation gani wakati huo. Maana inafika pia wakati mwingine binadamu huwa wachoka, watamani mimi ni mwanamke. Kuna wakati itafika nitasema sasa hapa nataka stara, nataka kutafuta bali nitulie. Kwa hiyo Eko akichelewa tafuta stara pengine. Okay, kwa yule ambaye pengine anaomba Eko atulie, Eko achelewe ili apate hiyo nafasi, pengine tumwandae vipi, ajipange vipi? Ile gari ni serious ama mahari ajipange vipi? Mimi sina cha gari ama nini. Okay, yeye kujipanga ni bora awe amenivutia. Lakini hiyo inasema kwamba tayari kwa ni sawa. Endapo Eko atachelewa. Eko atachelewa. Na kuchelewa si shida, endapo mimi nitachoka, maana kuchoka ndio muhimu. Kuchelewa si shida. Unajua sisi wanawake tuna moyo wa subra. Naweza kusubiri hata miaka mingapi. Alafu mwisho ukachoka. Sasa itategemea, kuna ile wajua huyu kuna kitu fulani anakifanya, acha nivumilie nimsubirie. Lakini kuna ile kusubiria lakini unaonyesha madhila pale manini, wajua sasa ndio pale wapata chance ya wewe kutoka umpatie mtu mwingine nafasi. Sasa endapo ikitokea hiyo, ndio I think ni mtu mwenye atanivutia, nikimuona appearance yake nivutie, kama ana huruma. Kwanza mimi napenda mtu ambaye atanifanya kwanza niwe kama rafiki, sitaki eti tuanze uhusiano tayari mpaka nielewe vibe yako. Wajua vitu kama hivyo. Na sasa pia itategemea, maana mimi si mtu ambaye napatikana. Mimi siko available. Sasa Eko amefanya ufundi gani? I think ile nitasema ni nyota ama ni Mungu. Maanake yule tulipatana tu WhatsApp, maneno mawili matatu nini, the next day tayari tukaonana, hivyo tayari ni Mungu. Kwa hiyo sasa huyu ambaye atakuja sasa, nataka ujenge taswira ambaye yani kifupi wewe unapenda mwanamume aina gani? Kwa sababu msanii ni mtu ambaye anabadilika. Hatuwezi sema Eko yuko hivi, kesho atakuwa kitu kingine. So wewe unapenda mwanamume ambaye ana zile mantiki gani? Mimi kitu cha kwanza napenda mwanamume mwenye bidii, mwanamume mwenye anajielewa, mtu ambaye anafikiria about his future, si mtu ambaye anafikiria hapa. Mwanamume ambaye atani push mimi niweze kufikia malengo yangu. Si eti mwanamume yule ambaye si mwanamume yule ambaye yani atakuwa tu hapo like nataka kukuoa uwe tu kwa nyumba utulie relax. No, nataka yule mwanamume atanipush like mama, nimepata hii idea, how about tufanye hii kazi hii, ama mimi niwe yani nataka mtu mwenye bidii ambaye mtu atanipea pia mimi bidii, mtu ambaye atanifanya niwe karibu na Mungu. Mtu mwenye huruma sana nazingatia mtu mwenye huruma. Na hizo vitu zote umeziona kwa Eko? Kuna huruma, kuna bidii na pia anampusha zilikuwa na bidii. Anapotoa video tunaona Vixen wani wengine. Pengine swala hilo unajihisi vipi? Vixen, video Vixen labda ana shoot naye ni mwingine. Na tunajua video nyingi za Eko sima na hip hop. Eko ni msanii wa malavidavi. Sasa huo unachukulia vipi ama unipokea vipi kwamba yule ni bwanangu namwangalia lakini pale anacheza labda na mwanamke mwingine, unajua mambo ya video venye wanavaa. Okay, kitu cha kwanza mimi tayari nishajiwekea akilini kwamba yule ni msanii na kazi ya usanii ni lazima atapatana na wanawake, watafanya nini. So mimi nachukulia ile kama ni kazi yake, kwa hiyo sina shida yoyote as long as namheshimu, ananiheshimu, analinda heshima yangu kwa nje. Kitu kingine hata kama anafanya nini, by the way mimi hata ndo anamwambia uwe msichana hebu mshike vizuri. Nzuri, tuko kazini. Kwa hiyo yeye pia mnachofanya huku kampuni ya Jimbo, endapo itatokea situation kama ile, pia yeye obvious atakubali. Sisi tunajuana na tunajua malengo yetu ni gani. Kwa hiyo hatuwezi kutishikana vitu tu vya kupita hivi. Unaweza iongeleaje hiyo kwamba unajua mwanamume wangu sahihi yuko na dem fulani na mwanamume naye anajua kwamba leo demu wangu ana mwanamume fulani wanaenda kwa mwanamume fulani, ndio sijaelewa like ana date na mtu mwingine ama as in wewe umesoma script kwamba hapa watakiss. So umeamka asubuhi unamtayarisha ukijua kwamba huyu anaenda kukiss demu mwingine. Ni kazi, lakini
unaijenga vipi hiyo, inakuingia vipi akilini ama kwenye moyo? Huyu nampikia chai lakini asubuhi nampikia chai na namvisha hizi nguo hizi, lakini najua leo yuaenda ku act movie na kuna part watakisi. Mimi ngoja nikwambie, mimi sitosema sijui na mwenda vipi ama vipi, mimi ni ile trust. Yani namwamini na yeye ananiamini, kwa hiyo kwa sababu kuna hisia hata akapatiwa scene yuko juu ya mtu, mimi sishtuki kwa sababu namjua ni nani. Mnaishi pamoja? Ni kama ama kama stay unaenda unarudi, na feri unarudi, because tunaona yeye yuko ng'ambo ya pili. Mimi pia niko ng'ambo ya pili. Wewe pia uko ng'ambo ya pili, kwa hiyo unavuka unakuja huku alafu unarudi. So lile gari ni leni? Ile gari tuambie bana, tuambie ile gari ni yetu. At least nikiona feri na mimi niombe lift njue ya Mlamu ile. Lile gari ni ama wewe kwani ngoja nikuulize. Lile gari wewe uliona plate number pale inawapendeza, imeandikwa Eco 254. Sasa mbona uniuliza hilo swali na uliona kabisa limeandikwa kitu fulani? Ile si logbook ile ni plate number. Sasa kwa hiyo tutembe na logbook tuoneshe hivi. Wewe bora tu umeona ile gari limeandikwa vile, ujue kabisa lile ni la mtu fulani. Kwa hiyo mko nalo linalala kwa compound yenu kabisa? Ukiamka asubuhi unaiona ile pale. Mtazamaji ni Sophie ambaye alizua gumzo juzi katika harusi ya Bekaruga. Aliingia na shemegi yetu ambaye ni Eco 254. Aliingia na gari recent, hizi design za recent ambazo ni magari ya kifahari tunayaona kwa TV, lakini juzi Eco 254 na bibi yake Sophie Rona wakaingia nalo harusi ya Beka na umati wote ukashangaa, ambapo ilikuwa ndio gari expensive zaidi katika hiyo harusi. Baada ya harusi Beka sasa hii mko naye uhusiano gani, ama uhusiano wewe na Beka? Uhusiano wangu mimi na yeye ni mzuri, tunaongea, tunacheka, hatuna kitu chochote. Kwa sababu juzi au kuonekana ukipanda kwa stage, pengine wewe ulikuwa tu nyuma ya Eco, labda sijui ulikuwa wamlinda, lakini haukuonekana yani kuinteract na wale maharusi pale. Seriously, mimi nilipanda juu stage. Ulipanda, lakini baada ya Eco kupanda pale kukuita. Sasa sini hiyo ilikuwa ni time yake ya kuperform. Sasa ilikuwa ni tumwache nafasi yeye afanye kazi yake, alafu hapo ndo ilikuwa mimi na wenzangu tuingie, lakini sasa ilitokea bende ilitokea nikapanda juu stage tukacheza na maharusi na ilikuwa kitu kizuri. Jumbo Media inakupelekaje sasa? Vizuri, alhamdulillah. Ile mkataba iko sawa? Uko vizuri. Replacement ya Dunga bado haijakuja. Katika interview ya nyuma nilisema natamani kuwa na replacement ama Dunga arudi. Pengine unampush boss wako juu ya hilo, ama ni Mwatitika ndio alikuja kama replacement ya Dunga? Sasa kutakuwaje na Dunga ni Dunga, Mwatitika ni Mwatitika. Sasa tuwezi kusema ingekuwa tumemreplace, tungetafuta mtu mwenye character zile zake na kila kitu tukamweka hapo, kwa sababu tunaona content bado zinarudi kule kwa wivu. Unaona, so ni kama Mwatitika ndio wata replace Dunga. Sidhani, nadhani Mwatitika yuko kivyake na Dunga yuko kivyake. Ni wewe ndio ulipropose Mwatitika aletwe Jumbo? Hapana, ni boss yeye mwenyewe ndo alifikiria, ndio ikawa hivyo. Mtazamaji, sasa tunaendelea katika session hizi. Naona Sophie anaitwa na boss wake, ambapo kuna tunasema hapa wana act ama wana perform live, na tumemchukua tu kwa heshima yake anayetupa na tunashukuru kwa hilo, lakini sasa hivi tutamruhusu arudi katika mishemishe zake yeye na kampuni yake, kama ile mkataba wake unavyosema, ili tusimharibie pesa zake. Ni pesa, hata si kazi, pesa zake. Lakini tutakuwa tunazidi kuongea naye hapa na labda baadaye na siku yote, kwa vile yeye ametufungulia milango yake.
hata anaweza tualika tukiwa na Shemegi siku moja, labda tuongee, ndio Shemegi naye aongee. Shemegi anaonekana ni mtu wa haya sana, alafu wewe unaonekana hivi sana. Basi ngoja nikwambie kitu hata usichokijua. Mimi ndio mtu mwenye haya na yule ni mtu wa serious. Wallahi. Yeye akiongea anaonekana mkimya sana na adabu zake, lakini wewe vile mimi sina adabu bado tuseme. No, as in machachari umechachari, lakini watu wanajiuliza yule Eko ukimya ule atawezana na Sophie yule kweli? Basi mimi nikiwa na yeye mimi ni mkimya. Na muda gani sasa hivi? Sasa hivi mwaka wa 3 elekea 4. Mwaka wa 4 elekea mwaka wa 4 sasa. Maana tulipatana 2022. Mpaka sasa hivi 2025. Alikuwa ni msanii tayari ama ilikuwa ndo anaanza? Kwa sababu Eko amejulikana 23 hapo kama usikosea. In 24, in 25. 2023 hapo katikati. Ndio jina la Eko labda hapo nilikuwa naanza hivyo. Asante sana Sophie, na tunakushukuru kwa uwepo wako kila mahali tukikutaka, na tunakuruhusu sasa urudi katika mishemishe zako, lakini baadaye labda tutatuelezea sherehe imekuwaje, na pengine kama kuna mazuri yote ambayo umeagain hapa tutatuelezea baadaye. Asante sana, shukrani.